Ule mtu alikuwa ananisumbua sana ni Atuoli. Nikaita Atuoli. Na ni mzee mzuri kwa sababu alinisikiza. Kwa sababu hiyo sheria tulikuwa tumebadilisha 2016. Lakini Atuoli akatupeleka kotini. Akasema hapana, hataki pesa ya iongezeke, anataka tu tuendelee kulipa 200. So alafu nikamsukuma sana, saa ile karibu nimpate, wakakuwa marafiki na Uhuru. Bas nikashindwa sasa. Sasa wakakaa hapo na Uhuru, wakapinga hiyo maneno. Sasa Mungu ni nani? Si mimi nimekuwa rais? Sikumaliza wiki 2 kwa hii ofisi, kaita Atuoli. Kaita Atuoli, nikamwambia haya, si wewe ulisema kateni miti? Lakini haikuwa mapenzi ya Mungu hiyo ulikuwa unasema. Mimi ndio niko hapa. Sasa mzee, enda hii kesi umetuwekea kotini, enda toa hii kesi. Akasema sasa, akaniambia ile story yake ile ya kusema, akaniambia unajua sasa kwa Kiluya baba akiondoka, alafu ukute mzee fulani anatoka kwa nyumba ya mama yako, sasa wacha maswali. Huyo sasa ni baba yako. So tukakubaliana na Atuoli, tukatengeneza maneno. Sasa leo kwa hii Kenya, vile inafanyika Uganda, vile inafanyika Tanzania, vile inafanyika duniani kote, sasa kila mtu anaweka kwa hazina percentage ya income yake. Badala ya shilingi 200, sasa tunalipa kila mmoja wetu 6%. Alafu yule amekuajiri analipa 6%. Na hiyo pesa yako yote ni yako. So just imagine, in 2 years, ile pesa tumekusanya for 60 years, we have doubled in 2 years. Saa hizi katika hazina yetu ya NSSF by February this year tulikuwa na 700 billion. From 2023 tulikuwa na 312 billion. By January 700. By next year tutakuwa na 1 trillion. Sasa mnieleze, in 5 years, in 10 years, in 20 years, hatutakuwa tunaenda China tena kukopa pesa ya mtu. Tutakuwa tunapanga mambo yetu hapa na pesa yetu.